ni habari za Danieli kama aliyotangulia kusema ya kwamba tumemsikia Danieli, tumehubiriwa, tumemfundishwa. Tuwaona vile alivyotupwa katika tundu la simba na Mungu alivyomwokoa na simba wale. Ya kwamba Danieli alijitolea kumtumikia Mungu, alimwamini Mungu, akamtii Mungu na kumheshimu Mungu. Na hivyo basi walipokuwa wamehamishwa, maana Danieli kule Babeli walienda, walikuwa wamechukuliwa mateka, wakawa katika nchi ile wa Babeli. Na katika kukaa kwao kule, kwa sababu roho bora, yani roho wa Mungu alikuwa ndani yake, akapata kibali mbele ya macho ya mfalme Dario, ndipo akawekwa kwa mkuu bali ya wale maliwali, madiwani, maamiri na naibu wao. Kuna wale wakubwa watatu waliokuwa wamewekwa juu ya hawa wengine wote, ili waweze kutoa ripoti kwao na wamfikie mfalme. Na katikati ya hayo sasa, ingekuwa kama ni hapa kwetu Kenya, ingekuwa yeye ndiye alikuwa ni mkuu wa wale mawaziri, kama vile Musalia Mudavadi aliye mkuu wa mawaziri. Sasa wale wenzake wote wakaanza kumwonea wivu, ghadhabu ikaanza kuwaka ndani yao, inawezekanaje huyu mgeni atutawale? Kwa hivyo wakaanza kumzushia, wakatafuta njia ya kummaliza Danieli. Ndio maana wakashauriana wote kwa pamoja ya kwamba watafute njia ya kumshitaki Danieli, ya kumalizana naye. Lakini kila watakapotafuta njia ya kumshitaki nayo hawaipati. Wakitafuta kila mbinu hawampati Danieli. Maana kama ni kwa wizi, Danieli hayupo. Kama ni kwa ufisadi, Danieli hayupo. Kama ni kwa kuinsaiti wengine, yeye hayupo. Kwa hivyo katika vikao visiokuwa na maana hawampati Danieli. Kwa hivyo wakashauriana, wakasema hatutapata sababu ya kumshitaki nayo Danieli isipokuwa ni kwa imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakaona hakuna njia nyingine, lakini watafute sheria kupitia imani yake, maana anamwabudu Mungu, basi kupitia hiyo njia hiyo watampata. Ndipo akaja na sababu ya kusema kuwekwe sheria ya kwamba kwa muda wa siku 30 hakuna kuabudu Mungu mwingine awaye yote au mtu awaye yote isipokuwa kumwangukia mfalme. Wakasemezana, wakaja nayo sheria na wakaenda kwa mfalme, wakamweleza. Pasipo kujua, mfalme akaitia sahihi, maana amekwezwa. Wakajua hapa wamempata, na kweli walimpata. Maana kwa hizo siku 30 Danieli aliamua yeye hataabudu mtu, atamwabudu Mungu peke yake. Kwa hivyo alipojua kwamba hii imetiwa sahihi na imekuwa sheria, aliingia nyumbani kwake, akafungua madirisha yake kuelekea Yerusalemu, akawa naomba mara 3 kila siku. Maana Yerusalemu ndiko Mungu wake aliko, yeye kule ndiko alikotolewa. Kule Yerusalemu kwa akimuita Mungu anashuka, magonjwa yanapona kule Yerusalemu, mahitaji yanashughulikiwa kule Yerusalemu. Wakimuita Mungu anashuka au anawatimizia mahitaji yao. Kwa hivyo akawa anaangalia yule Mungu anayemwabudu kule Yerusalemu aje, ili hao wa Babeli nao wapate kujua kwamba yuko Mungu anayeishi na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akawa anamuita Mungu wake, na hao watu wakavizia, maana walijua kwa vyovyote huyu atazidi kumtumikia Mungu wake. Wakaenda na wakampata Danieli kweli anaabudu. Ndipo wakaenda kwambia mfalme, sulitia ile sheria ulitia sahihi, ukaipiga na muhuri ya kwamba hakuna kuabudu Mungu mwingine wewe yote katika muda wa siku 30. Ni kweli. Basi kuna mmoja kule. Ni nani? Ni Danieli. Roho yake ikafadhaika, maana alijua Danieli hana hatia, hana kosa. Maana katika baraza lake akikaa na Danieli, maneno anayozungumza Danieli yamejaa hekima, yamejaa busara. Mahali kuna tatizo, kuna changamoto, Danieli ataleta suluhisho. Kwa hivyo Dario akawa amependezwa sana na Danieli. Lakini kwa sababu ni sheria na niitimie kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi, hakuwa na budi Danieli atupwe kwenye tundu la simba. Lakini akamwambia Danieli, najua na naimani kwamba yule Mungu unayemtumikia atakuokoa na kukuponya na simba hawa. Nenda kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakamchukua Danieli akatupwa kwenye tundu la simba, wakijua kwamba wamemalizana naye, sasa hawatamwona tena Danieli. Lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja na Danieli, akatembea naye katika lile tundu la simba, akawafunga wale simba
maana walikuwa wanaachwa njaa kwa muda, ndio ukitupwa pale wanamalizana nawe barabara. Lakini simba wakawa marafiki wa Danieli, wakaja wakaanza kupiga stori na Danieli, wakaja wakamlinda Danieli awe salama. Usiku kucha Danieli yuko pamoja na simba wakipiga stori. Mfalme ameenda kwake, hiyo siku hakula chakula, huwa anachezewa muziki. Akasema watu wa muziki sina haja nao, sitaki, niacheni. Usingizi wake ukampotea, yaani akakosa usingizi. Kwa sababu ya nani? Ya Danieli. Ushalala ukakosa usingizi? Ukilala unalala tu. Kwa sababu we huulizwi chakula, huulizwi vitabu, huulizwi school fees. Lakini yule ambaye nakuhangaikia muulize, kuna siku zingine hapati usingizi. Maana nafikiria wewe ukiamka leo utaendaje. Sawa sawa. Lakini kwa sababu alikuwa anamtabikia Danieli, je, anaweza kuwa amepona na wale simba? Anajua Mungu yupo, lakini je, ana uwezo wa kuzuia simba wasimmalize? Akaondoka asubuhi na